Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika sekta ambayo inatakiwa uwe makini na uwe macho, ni saa ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna watu ambao kwenye neno wanazuiwa kabisa. Yani neno linavyoanza mpaka linaisha hajasikia kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika kwenye sifa yupo macho. Ikifika kwenye neno, yani analala usingizi mpaka neno linaisha. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue mwili unakuzuia. Lipo zuio kwenye mwili ambao linakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pia kuna watu ambao anaota ndoto. Nimekutana na ndoto za aina hii nyingi sana. Watu ambazo anaota ndoto kwamba anaenda kanisani, lakini anajikuta kanisani hajafika, au amepitiliza, ametokea sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa anamfunulia kitu gani? Mungu anamfunulia juu ya mfumo wa kimungu. Manake yupo nje, na sio nje tu, manake lipo zuio linalomzuia yeye asikae ndani ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapozungumzia kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, vita ya kwanza ambayo utakutana naye ni vita ya mwili wako kwanza, kabla ya kukutana na vita na shetani. Sikiliza, si kila mahali shetani anahusika. Unajua tumezoea shetani toka, shetani toka. Kuna sehemu nyingine hahusiki kabisa. Utasema mtumishi, unaniambia kitu gani? Biblia nasema Mungu aliwaambia wana wa Israeli wanaenda Kanaani. Mungu alivyowaambia wana wa Israeli wanaenda Kanaani, Biblia inasema Mungu aliwatangulia. Haleluya. Aliwatangulia kwa nguzo ya wingu na kwa nguzo ya moto. Utiishi wa Mungu ulikuwa mbele yao. Nguvu za Mungu zilikuwa pamoja nao kwa ajili ya kuwafikisha Kanaani. Haleluya. Soma Biblia yako kwenye kitabu cha Hesabu. Biblia inasema wale wapelelezi walivyotumwa kwenda kuipeleleza nchi, Biblia inasema ile nchi walivyoipeleleza wakakutana na majitu, wakakuta majitu yapo. Biblia inasema ndani yao wakaogopa. Walivyoogopa wakaleta habari kwa waliobaki kwamba nchi ambayo Mungu ametupa ni nchi nzuri sana, lakini wana kitu tumewaona kule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuoneshe kitu gani kwenye kitabu cha Hesabu. Zuio la wao kufika Kanaani, shetani hakuhusika hata kwa sehemu. Haleluya. Haikuwa shetani, ilikuwa ni imani zao, ilikuwa ni mili yao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mazuio ya kiroho